Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu. Sema kwa sauti, Roho Mtakatifu, niko mbele zako jioni ya leo. Naomba useme nami, naomba uongee nami, naomba uyaguse maisha yangu kwa upya kabisa jioni ya leo. Nisaidie Roho Mtakatifu kuelewa mapenzi yako katika jina la Yesu. Iangaze maisha yangu kwa nuru ya neno lako, kwa nuru ya neno lako katika jina la Yesu, amen. Uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Mungu. Uamsho wa kiroho, nilikwambia vitu vingi sana, lakini nikakwambia uamsho wa kiroho maana yake ni ufufuo wa kiroho unaochochea uhai wa maisha mapya yenye uzima wa kiungu au uzima wa kimungu. Uamsho wa kiroho ni ufufuo wa kiroho unaochochea uhai wa maisha mapya yenye uzima wa kimungu au uwepo wa Mungu kiuhalisia. Nikakwambia namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho. Sasa kule nilikupa kabla ya namna ambavyo Roho Mtakatifu analeta uamsho, nilikwambia kwa nini uamsho unahitajika. Nikakwambia sababu ya kwanza, kurejesha moto wa upendo wa Mungu. Nikakwambia sababu ya pili, nikasema watu wamelala kiroho. Lakini nikakwambia sababu ya tatu, kuongezeka kwa uovu na maasi. Uamsho unahitajika kwa sababu uovu na maasi vimeongezeka sana. Lakini nikazungumza kitu kingine, hali ya uvuguvugu katika kanisa. Uvuguvugu maana yake hui moto wala hui baridi, unakuwa katikati. Mwaikutana na watu wanasema mimi wala sitaki kumchokoza shetani, mambo ya kukemea kwamba wachawi shindwa wasije wakanifuata, kwa mimi sitaki ugomvi. Anafikiri ukisema hivyo shetani hata kufuatilia. Shetani hata ujifiche chini ya meza anakuambia nanyoka na wewe, kwa sababu yeye ni mharibifu, yeye ni mwizi. Jina la Yesu libarikiwe. Hali ya uvuguvugu katika kanisa, hilo ni jambo la 4. Jambo la 5 nikasema watu wameacha neno la Mungu, wameliacha neno la Mungu alipewe heshima. Jambo la 6 nikasema Roho Mtakatifu anataka kutenda kazi upya, kazi upya, Roho Mtakatifu. Sasa hili ni somo pana sana, utakuja kugundua moja ya vitu nilivielezea angalau kwa sehemu. Nilielezea habari ya kurejesha moto wa upendo kwa Mungu, moto wa upendo wa Mungu. Nikazungumza juu ya watu wamelala usikiroho, nikaeleza juu ya kulala kiroho, lakini nikaelezea juu ya hali ya uvuguvugu kwa kanisa. Hiyo nilieleza sana. Kuongezeka maasi nilikuja kueleza wakati tunazungumza roho ya toba. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini tukaanza kipengele kinasema namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi. Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho. Na hapa nilizungumza nafasi mbalimbali, nafasi ya mtu kama baba, mama. Nikazungumza juu ya namna ya kulea watoto sawasawa na vile ambavyo Mungu ameweka ndani. Niligusia vipengele kama hivyo pia. Jina la Yesu libarikiwe. Nikasema unaweza kuwa unazaa watoto alafu ujui wamebeba nini. Unamzaa mtoto ujue amebeba ni, unampeleka tu shule, unampeleka hivi na hivi, anasoma, anamaliza degree zake, lakini unashangaa hata shule uliyompeleka imeenda kuua hata ule uwezo aliozaliwa nao. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo nikaweza kueleza vitu kadha wa kadha, lakini tumeingia kipengele namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho. Namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi. Namna ya kwanza, anatumia njia ya kuachilia roho ya toba. Nimezungumza sana hiyo. Namna ya pili, anaachilia moyo wa ibada. Nikakwambia Mungu anawatafuta watu wamwabuduo katika roho na kweli. Na somo hili la moyo wa ibada pia ni refu sana, lakini nilikuwa nagusia vipengele, labda kuimba kunatakiwa kuanzie ndani yako, utoaji wa sadaka kunatakiwa kuanzie ndani yako. Na leo wale waliokuwa ibada ya asubuhi kabisa niligusia kidogo juu ya utoaji wa sadaka. Jina la Yesu libarikiwe. Namna nyingine sasa ambayo Roho Mtakatifu anatumia, namna nyingine, haraka unaweza kuandika. Namna nyingine analeta wito wa maombi, wito wa kimaombi. Sasa hii sio tena ibada tu, lakini ni wito wa kimaombi specific. Anakupeleka mahali pasiri. Tunasema mahali pasiri maana yake secret place. Wito wa kimaombi.
Na mahali pasiri anapokuita kwenye wito wa kimaombi, anapotaka kuamsha, mahali popote uliposikia uamsho ulitokea, eneo la kwanza ambalo Roho Mtakatifu aliwaita pia ni kwenye maombi. Alibadilisha staili zao za maombi, akaweka mzigo wa kimaombi ndani. Na ninapozungumza wito wa kimaombi, ngoja nikupe hii, utanielewa. Mwalimu, maana yake nini unazungumza? Ngoja nikwambie. Sio maombi haya tunaoomba kwamba Baba nijalie, ninaomba nifungulie mlango wa uchumi. Hapana. Anapokuita kwenye wito wa maombi, kuna saa ataweka mzigo ndani ambao huwezi wewe kuongea kwa kinywa chako, huwezi kabisa. Na waliowaipitia haya mazingira watanielewa. Kuna saa unasikia ndani ni kama moto, unasikia ndani kuna mzigo, yani kuna maombi unatakiwa kuomba, alafu angalia kinachotokea. Huwezi kuomba, unaanza kusikia kilio kabisa, kilio unasikia, na kile kilio kinaanzia ndani. Unamwona mtu analia, anafuta machozi. Saa nyingine anaweza akawa anapika, kama ni mama analia, hajapigwa na mtu, lakini analia. Unaelewa maana yake nini? Roho wa Mungu anaomba ndani kwa kuugua. Sasa kule kuugua kunamfanya huyu aishie kulia. Kile ni kilio Roho Mtakatifu anakiachiliaga ndani, na utaona baada ya kulia kwa muda, unashangaa anaanza kusikia kule ndani kama kuna wepesi unakuja. Alafu na saa nyingine akishamaliza kulia, anaiona nguvu, kuna nguvu imemfunika. Anajiuliza imekuwaje? Hata ukimuuliza ulikuwa unalia nini, hata yajui. Ukimkuta mtu ambaye tayari alishajaa Roho Mtakatifu, ana kipawa cha kunena kwa lugha, utaona ghafla ile lugha inatokeza ndani yake. Ananena kitu ambacho ukimuuliza kwa nini unanena, na yeye mwenyewe hajui kwa nini ananena. Saa ile Roho Mtakatifu anakuwa kwenye operation ya kufufua vitu ndani yake, ya kufufua. Ndio maana unashangaa mtu wa namna hii, kama alikuwa na uchungu na kisasi na mtu, ghafla anasikia nguvu ya kusamehe, nguvu ya kuachilia. Ghafla anashangaa, anaanza kuona mawazo mapya yakiingia ndani yake, na anabaki anashangaa, kwa sababu ile ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa anakuita kwenye maombi, Sasa wakati mwingine anaweza asikuite moja kwa moja kwenye maombi, lakini ukapitia mazingira ambayo yatakulazimisha kuomba. Kila ukiwaza unapata jibu kwenye mawazo yako, nikaombe. Na unashangaa hujawahi kuomba mwenyewe. Wakati mwingine ukitakaga kuomba unasema ngoja nitafute mtu aniombee, lakini mara hii unasikia ngoja niombe. Sio kwamba anakuwa analazimisha, lakini anasema ngoja niombe. Kwa sababu nisikilize, kuna saa mtu anaweza akawa ameokoka na ana imani na ana ujasiri, lakini akakutana na majaribu, akakutana na mapito, yakaondoa mpaka ujasiri alio nao, yakaondoa kabisa, yakaua ile hali ya kujiamini ndani. Unasema mwalimu, unaipata wapi hiyo? Angalia, fungua Matendo ya Mitume. Niko kwenye wito wa kimaombi. Matendo ya Mitume ile sura ya 4, tuanzie ule mstari wa 19 mpaka 31. Sikiliza kwa makini. Maandiko yanasema, Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, sema kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Maana umri wake yule mti aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ulipita miaka 40. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiye uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila
wametafakari ubatili, wafalme wa dunia wamejipanga, na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Paulo na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Nataka usikilize hapa. Hii habari ya Matendo ya Mitume inaanzia sura ya 3, kuanzia ule mstari wa kwanza. Utaona Petro na Yohana walikuwa wanaenda mahali pa kusali saa 9. Walipokuwa wanaenda mahali pa kusali, maandiko yanasema walipokaribia hekalu, wakamkuta mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa tumboni. Huwa anakaaga mlangoni nje akiomba sadaka watu wanaoingia ili apewe sadaka. Na alipowaona Petro na Yohana akatarajia kitu kwao. Maandiko yanasema akatarajia jambo kwao. Sasa maandiko yanasema hao walipofika wakamwambia, sisi tutazame. Tena wakasema tutazame sisi. Alishawaangalia lakini wanamwambia tutazame. Maana yake nini? Wanataka abadilishe mtazamo. Alafu akamwambia, sisi hapa hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Tulicho nacho ndicho tukupacho. Alipowatazama hivi, lugha inayoongelewa ni tofauti na wote waliopita. Wengine waliokuwa wanapita walikuwa wakiwapa fedha, wakiwapa vitu, lakini haimsaidii kubadilisha maisha yake. Wakamwambia tulicho nacho ndicho tukupacho. Afu maandiko yanasemaje? Wakamwambia kwa jina la Yesu simama wewe. Walipomwambia hivyo hakusimama, wakamshika mikono wakamsaidia kusimama, vile vifundo vikaachia. Yule mtu aliyekuwa kiwete, ghafla miguu inanyoka, ghafla nyama zinaonekana. Unajua mtu akiwa kiwete kamguu kanakuwa kama kamtoto, nyama zinaongezeka, mishipa inatokeza, miguu imesimama. Fikiria, hajawahi piga hata mazoezi ya kusimama, lakini siku ile ule muujiza ulimfanya asimame, atembee, akaingia ndani ya hekalu, kavuruga ibada ya watu, kwa sababu ameingia ndani. Watu wako na utaratibu, yeye analukaluka. Waliyempita pale nje wanamuona yuko kwenye sifa, analukaluka. Ibada ikavurugika. Na usilete mchezo, vuruga ibada za watu uone shughuli yake. Vuruga. Jina la Yesu libarikiwe. Unaelewa kilichotokea? Wanashangaa, nini kimetokea? Nasema yule aliyekuwa kiwete ameponywa. Wakaanza kuwashangaa wakina Petro na Yohana. Wakina Petro wakaanza kuwahubiria, wakasema lile jina la Yesu, imani katika jina la Yesu ndiye iliyomponya huyu, na ile imani iliyokuwa ndani yake ndivyo vilivyomponya huyu. Ile habari ikaendea kwa wakuu wa makuhani, watu wa madhabahu zao. Akasema kamata hao vijana, kamata, waje kutuharibia sisi ibada. Kamata. Wakawakamata, Biblia inasema wakawatupa. Siku ile wakuu wa makuhani walikuwa na mamlaka, yaani unavuruga ibada ya watu, kamata huyo, peleka jela. Wakapeleka polisi, weka ndani. Kwa nini mmemponya mtu mpaka ibada ikavurugika? Weka ndani. Kwa nini mnahubiri kwa jina la Yesu? Kwa nini mnahubiri habari za ufufuko wa Yesu? Wakakaa mle ndani. Wamekaa mle ndani, wakaja wakaanza kuwauliza. Biblia inasema walipoona ujasiri wao, hiyo ni mstari wa 13, wakagundua walikuwa pamoja na nani? Na Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa baadaye wakaanza kuwatisha, wamewapa adhabu, wakawatisha kwa maneno mengi. Tena wakawaambia msihubiri tena kwa jina la Yesu. Petro akasema, jamani, mambo tulioyashuhudia wenyewe kwa macho, tunawezaje kuacha kuyasema? Tunawezaje?
Sisi tuliona na tumeona Yesu akifua, tuliona Yesu akiponya watu, na Yesu alipokufa tumeshuhudia amefufuka. Tunawezaje kuacha kusema? Tunawezaje? Baadaye wakasema nyie mtujui. Walipokuwa wanawafungulia wakawatisha tena. Si unajua vitisho vikizidi, kwa kitu kilichopotea ndani yao. Mwalimu, nafikiri kwa nini walienda kutafuta ndugu zake wenzao, wakaenda kwa wenzao ili kuwasimulia yaliyowakuta? Maanake ujasiri wa kuhubiri injili uliondoka. Vitisho walivyokutana navyo, ule ujasiri ukazima ndani yao. Kwa hiyo ikabidi waende kwa wenzao. Hawakuendelea tena na kuhubiri, wakaenda kwa wenzao wakawasimulia yaliyowapata. Biblia inasema ndipo wakampazia Mungu sauti kwa moyo mmoja. Unaona, hii ndio inaitwa corporate anointing. Yaani watu wamekusanyika, wanaamua kumtafuta Mungu kwa moyo mmoja, wanaomba. Alafu ile pale wanapoomba, angalia mazungumzo, angalia maombi yetu na haya maombi ya hawa ndugu, utagundua tofauti. Walikuwa wanaomba kama wanaongea, kama vile wanampa Mungu historia. Wanasema baba yetu Daudi alisema hivi, alafu wanaongea pale, wanasema kama vile Pontio Pilato, wanawataja hadi watu kwenye maombi. Alafu wanamwambia Mungu, Pontio Pilato alimtesa Yesu ili yatimizwe yote yaliyotabiriwa. Yaani wanamwambia Mungu kwenye maombi hapo. Alafu baadaye wanamwambia Mungu, angalia matisho yao, hao watu wametutishia, tunaomba utujalie ujasiri, tupe ujasiri wa kulihubiri neno lako. Alafu wanasema na neno lako lisiwe la kawaida, liambatane na ishara na maajabu. Walipoomba namna hiyo, Biblia inasemaje? Mahali wanapoomba pakatikiswa. Kwa hiyo unagundua hii ilikuwa ni ajenda ya Roho Mtakatifu. Tukio limewapata, lakini Roho Mtakatifu anawakusanya pamoja ili waweze kuomba kwa moyo mmoja, na ajenda yao wakasimamia kwenye ahadi ya Mungu. Usiombe tu, tafuta kujua Mungu amesema nini kwenye hilo jambo. Ndio maana wakamwambia Mungu, ulisema kwa kinywa cha mtumishi wako baba yetu Daudi. Kwa walisimamia neno. Yesu hasemi omba tu, hasemi omba maneno yako, anasema hata sasa hamjaomba neno. Usipige stori tu, simamia neno. Mungu umesema, Mungu umesema, Mungu ulisema. Na hao walisema, wakasimamia ajenda yao kwenye neno. Alafu wakamwambia Mungu yaangalie matisho yao. Alafu wakamwambia Mungu tujalie. Unajua Mungu alichofanya? Mahali walipokuwa wanaomba pakatikiswa, tetemeko likatokea. Mwaikuona hayo maombi paka yanasababisha patikisike mahali. Alafu Biblia inasemaje? Wote wakajazwa nini? Roho Mtakatifu. Nilikuwa najiuliza, hao wanaoambiwa wakajazwa Roho Mtakatifu walishajazwa Roho Mtakatifu kwenye Matendo 2 siku ya Pentekoste, walijazwa. Inakuwaje tena wajazwe saa hii hawajazwi Roho Mtakatifu? Kwa maana ya Roho Mtakatifu awabatize au aingie ndani yao. Saa hii wanajaza Roho Mtakatifu ili kuamsha kile ambacho kimezimwa na mateso waliokutana nayo. Kuna mtu anaweza akawa ameokoka akapitia majaribu na akakata tamaa, ukafikiri ni yeye, kumbe tayari kuna kitu kimezima ndani yao. Katishiwa, kaendanza kutembea na hofu, kuna kitu kimezima ndani yake. Hauhitaji kingine, unahitaji kuomba maombi ya uamsho, kwamba Mungu nijalie ule ujasiri uliopotea urejee tena. Mimi sikuwa dhaifu hivi, mimi sikuwa mnyonge hivi, mimi nilikuwa jasiri, mimi nilikuwa siogopi. Ninapoenda kufanya biashara sikuogopa kupata hasara, mimi nilikuwa ni risk taker. Imekuwaje leo naogopa? Kwa sababu tabia mojawapo ya umaskini inakwambia, hata kama na kidogo, inakwambia linda haka usije ukapoteza na haka. Unalinda nini sasa? Unaacha kuchukua riski. Yaani wewe mtaji unaolinda ni wa milioni 1. Linda hapa, linda. Unajua nikienda kufanya hivi milioni 1 inaweza kapotea. Unagundua tayari huyu ana system linaitwa poverty kabisa. Yaani mimi nakwambia, nyinyi mnafikiri tu ile ya kwenda kuhubiri injili eti jikane. Hadi kwenye biashara kuna kujikana, unajifyatua risk taker. Sasa pale panahitaji watu majasiri.
sio watu goigoi. Sasa leo kanisa limekuwa na watu goigoi, kwa hiyo na hawa walipoteza ujasiri. Ndio maana Roho Mtakatifu akawaita kwenye maombi. Wako watu wengi leo wamepoteza ujasiri. Unachohitaji ni uamsho. Amka, amka. Wakati wewe unasema namsubiria Bwana, wenzako wanachukua hatua na maisha yanabadilika. Kwenye mazingira haya haya wewe umekaa unasema namngoja Bwana. Chukua hatua, amka. Jina la Yesu libarikiwe. Wala hata huyo Bwana humngoji. Kinachokufanya ukae hapo ni uoga tu. Wenzako waligundua ujasiri umeisha, wakaenda kuomba. Watu wa Mungu, mnanielewa? Na ninataka jioni ya leo ukitoka kwenye semina, matisho yote uliokutana nayo, hofu ya kupoteza mtaji, hofu ya kufilisika, ukiondoka hapa utoke jasiri kuliko simba. Usiogope chochote. Jina la Yesu libarikiwe. Tena unajiambia kama Mungu yuko upande wangu, siogopi, siogopi, siogopi. Ukiletewa mawazo ya kwamba utafilisika, unaambia afilisiki mtu hapa, mimi ni risk taker. Jina la Yesu libarikiwe. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Acha kuwa mwoga. Ndio maana Roho Mtakatifu anatuita kwenye maombi. Jifunze kuomba. Umepoteza ujasiri, omba. Mwambie Bwana, amsha ujasiri, amsha imani, amsha uwezo ndani yangu, uwezo wa kufanya biashara, uwezo wa kulima, uwezo wa kufanya hivi. Amsha, 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 amsha. Unapojiombea utashangaa kuna ujasiri unakuvaa. Haleluya, haleluya. Njia nyingine ambayo Roho Mtakatifu anatumia, maanake tungekaa kwenye maombi hapo tunaweza tukaishia hapo. Roho Mtakatifu njia nyingine anayotumia Roho Mtakatifu ni sauti yake. Sema sauti yake. Sema sauti yake. Sema sauti yake. Sema sauti yake. Roho Mtakatifu anatumiaga sauti yake. Sauti yake anaitumia, sauti yake kuleta uamsho. Roho Mtakatifu anatumia sauti yake, watu wa Mungu, kuleta uamsho. Kuna aina ya mazingira unaweza ukapitia ukahisi kama vile uko kuzimu, kumbe uko duniani. Mambo yanakuwa magumu, maisha yako yanafunikwa na giza. Unahitaji sauti ya Mungu tu. Sauti ya Roho Mtakatifu peke yake inaweza ikakusaidia. Ukisoma kwenye maandiko, ngoja nikuanzie kwenye Agano la Kale. Fungua kitabu cha Isaya 55. Fungua haraka. Sauti ya Mungu ni ya muhimu kwenye maisha yako, ni ya muhimu sana. Isaya 55 ule mstari wa 3, angalia kwa makini. Anasema, tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni. Angalia hilo sentensi, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Angalia, tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni. Yani Mungu anasema tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni. Msikie nini? Ukisikia sikieni, maana yake kuna sauti anataka uisikie, na sio sauti ya mtu yoyote, sauti yake. Anasema sikieni na nafsi zenu zitaishi, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Ngoja nikuunganishie hii labda. Fungua Ezekieli ule mstari wa 28 unaenda mpaka sura ya 2 mstari wa 1 na wa 3 na wa 2. Kwa hiyo tunasoma mistari mitatu, mstari wa 28 mpaka sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Na ingekuwa vyema kama unaweza ukasoma kwa sura yote ya 1 ili uweze kuelewa. Anaanza kwa kusema, kama kuonekana kwa upinde wa mvua. Hapa alikuwa anauona utukufu wa Bwana, macho yake yamefunguka, akiwa kwenye mto Kebari, na aliona peke yake, wenzake wote hawakuona. Na ndio maana ukianza kwenye sura ya 1 pale mwanzoni anasema aliona maono ya Mungu. Kuanzia mstari wa 3 na wa 4 anasema, nikiwa ng'ambo ya mto Kebari niliona maono ya Mungu, maono ya Mungu, maono ya Mungu, vision from God, revelation from God, ufunuo wa kimaono kutoka kwa Mungu. Na moja ya kitu aliona, Mungu alimfunulia utukufu wake.
Utaona anawaona viumbe, makerubi, malaika wa kwenye kutisha, utawaona, anawaona pale, lakini anamuona na mtu akiwa amekaa kwenye kiti. Sasa yule mtu aliyemuona pale ndio unaona unabii wa Yesu. Alafu anasema aliona na rangi mbalimbali, amezitaja pale, lakini akaona na upinde wa mvua, akaona na nuru. Sasa angalia, asema kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote. Utukufu wa Mungu huo, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake, mfano huo wa utukufu wa Bwana. Simona ameueleza kabisa. Anasema nami nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Akasikia sauti, angalia hiyo sentensi usije ukasahau. Akasikia nini? Sauti ya mmoja anenaye. Haya, sura ya 2 mstari wa 1. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Simama kwa miguu yako, maana yake usimtegemee mtu. Anaposema simama kwa miguu yako, maana yake anachotafuta nini? Utayari wake binafsi. Kwa lugha nyingine anamwambia kuwa tayari ili mimi niongee na wewe, lakini utayari ninaoutafuta sio wa kundi, wa kwako binafsi. Simama mwenyewe, kuwa tayari, jiweke tayari moyoni kwamba Mungu, niko tayari kusikia unachosema. Ukijiweka wewe binafsi mbele za Mungu, kuwa na utayari, Mungu ataongea na wewe. Ndio unashangaa mko kwenye kundi moja, lakini mwingine anakusimulia mambo ya Mungu mpaka unashangaa, unasema mbona huyu naomba kumzidi? Mwenzako anao utayari wa kumsikia Mungu akisema, bila kujali mazingira anayopitia. Akaniambia, kumbuka huyu anayeambiwa hayuko uhamishoni, hayuko nchini kwao. Umewahi kujiuliza kukaa ugenini gharama yake? Yuko uhamishoni, tena uhamishoni ambako sio kwamba alichagua kwenda, alilazimishwa kwenda. Unajua ni bora uende ugenini mahali umechagua kwenda, lakini huyu alipelekwa akajikuta yuko uhamishoni. Yaani kama unatoka hapa unajikuta huko Uarabuni, mahali ambapo hujui hata biashara utafanyeje, hujui utaishije. Alafu huko Mungu anakuambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Sasa wakati anaambiwa hivi, alishaanguka kifudifudi. Kumbuka, umesoma maandiko vizuri. Anasema nilianguka kifudifudi, nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye, simama. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema naye. Angalia mstari unaofuata wa 2. Anasema naye aliposema nami. Sema naye aliposema nami. Anasema naye aliposema nami, roho ikaniingia. Ukisikia sauti, nyuma yake kuna roho. Ukisikia sauti, nyuma yake kuna roho. Ndio maana angalia, tunapoombea watu, ukimwambia mtu mwingine kwa nini una hofu, hofu imetokea wapi? Alisikia sauti kwenye ndoto, alafu roho ya hofu ikamwingia. Mwingine aliona vitu vya kutisha, akasikia sauti ya mazingira. Anasema naye aliposema nami, maana yake alipoongea nikasikia sauti yake, roho ikaniingia, ikanisimamisha. Mimi niliyekuwa nimeanguka, nimeishiwa nguvu, niliposikia ile sauti, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Kwa hiyo unaposikia sauti ya Mungu, kitendo cha kuisikia, ukaisikia, nyuma ya sauti ya Mungu iko roho, yuko Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anazo roho nyingi.
Kafuatilie. Roho Mtakatifu anayo roho ya maarifa, anayo roho ya hekima, anayo Roho Mtakatifu. Ndio maana angalia, kwa Roho Mtakatifu ukisikia, ukikaa kwenye darasa lake, alafu akawa na kufundisha juu ya mafanikio. Roho Mtakatifu mwenyewe, achana na zile inspiration. Unajua kuna tofauti kati ya kufundishwa na Roho wa Mungu na kupewa inspiration. Kupewa inspiration, mnanielewa? Yani ni kama kutiwa moyo, yani kuambiwa usijali bwana, fanya hiki. Unanielewa vizuri? Roho Mtakatifu akiongea yeye, iwe ameongea kupitia mchungaji wako, iwe ameongea kupitia mtu, iwe ameongea kupitia neno lake kwenye Biblia ulikuwa unasoma, ukaisikia sauti yake. Kwa mfano, alikuwa anakufundisha juu ya uzima wa afya yako. Ukiisikia sauti ya Roho Mtakatifu inaongea juu ya uzima wa afya yako, kinachotokea, ile roho ya uzima inakuingia. Kasome Petro alipoenda kwa Kornelio, nyumbani kwa Kornelio, kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Kasome uanzie ule mstari kuanzia wa 30 uendelee mbele. Angalia maandiko yanavyozungumza. Petro akiwa anahubiri, akiwa anaongea neno la Mungu, wakati anawahubiria watu waliokaa kwenye nyumba ya Kornelio, Biblia inasemaje? Walipokuwa wanasikia ile sauti ya neno, wao wanafikiri ni sauti ya neno, ni Petro anahubiri, kumbe ni Roho Mtakatifu ndani ya Petro anawaambia wakina Kornelio na familia nzima. Kumbuka Roho Mtakatifu ndiye aliyemwambia fuatana nao, usione tashishi. Maana yake Roho Mtakatifu hakubaki afa. Alienda pamoja na Kornelio, alienda pamoja na Petro kwa Kornelio. Walipofika kwa Kornelio, wakati mtumishi wa Mungu anaongea, kasome kuanzia 40 kule mbele, 30 nenda mpaka 44, kule 40 kwenda 44 utaona mambo hayo. Alipokuwa anazidi anaongea, Biblia inasema ghafla wote waliokuwa wamekusanyika mle wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini wanajazwa? Yale maneno aliyokuwa anaongea hayakuwa ya kwake, yalikuwa ni ya Roho Mtakatifu. Nyuma yake kulikuwa Roho Mtakatifu, nyuma yake kulikuwa Roho Mtakatifu, nyuma yake kulikuwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati anaongea, ghafla watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Sauti ya Roho Mtakatifu inapokuja, nyuma yake yuko yeye. Ndio maana huyu akiwa kwenye utukufu wa Mungu, aliposikia aliyeongea naye, aliposikia ile sauti, roho ikamwingia. Wewe umesikia sauti za nani? Sauti yoyote unayoisikia ina roho nyuma. Nilikuwa na kuonyesha uone uamsho Roho Mtakatifu anapotumia sauti yake. Na ndio maana mtu wa Mungu unahitaji kuwa na usikivu wa kiroho. Roho Mtakatifu anaweza akawa anaongea, lakini wewe huna usikivu. Ndio problem tulionayo. Roho Mtakatifu anaongea jamani, anaongea kupitia watumishi mbalimbali, anaongea kupitia marafiki zako waliookoka, anaongea kwa sababu kuna saa ukisikia mtu anaongea mpaka unasikia moyoni, wewe unafikiri ni yeye, kumbe ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana chaneli nyingi. Chaneli ya kwanza ni neno lake. Hili neno lake unapolisoma na kulitafakari, au unapohubiriwa, sauti yake huwa inapita ndani ya neno lake. Ndio maana unasikia mtu anakuambia, yani mhubiri wa leo alipokuwa anahubiri ni kama alikuwa anasema maisha yangu tu. Sio mhubiri. Ukienda kumuuliza mhubiri, unafahamu maisha yangu, hata hakujui. Lakini saa ile Roho Mtakatifu amemtumia kama kipaza sauti kuleta sauti yake kwenye maisha yako, kwa sababu yeye anakujua. Sasa sisi hatunaga usikivu, ndio tatizo, usikivu wa kiroho. Na ndio problem, na hapo ndipo shetani anapopambana. Yani anafanya awezavyo usiwe na nini? Na usikivu wa ndani. Mungu akiongea usisikie, iwe kwa neno, iwe kwa njia nyingi, kwa sababu Roho Mtakatifu anatumia njia nyingi. Watu wa Mungu, Roho Mtakatifu chaneli yake ya kwanza ni neno la Mungu, lakini chaneli yake ya pili ni watumishi, ni watu ambao wameokoka na wamejaa Roho Mtakatifu. Mtu yote aliyejaa Roho Mtakatifu anaweza kutumwa kwako. Na saa nyingine mwingine anaweza akawa hajaokoka kabisa, lakini Roho Mtakatifu akamtumia. Ndio maana usimdharau mtu. Yani unaweza kumkuta mtu mtaani kule hajaokoka na Roho Mtakatifu akamtumia vizuri. Ngoja nikupe mfano. Miaka ya 92, si unakumbuka kuna kwaya zilikuwa zinaimba watu wanaokoka?
Unakumbuka Nataka nikuulize, una uhakika wale walimu waliotunga zile nyimbo walikuwa wameokoka? Walikuwa hata hawajaokoka, lakini walitunga nyimbo na zikaokoa wengi. Kwa nini? Roho Mtakatifu aliwatumia. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo usimdharau mtu. Roho Mtakatifu anaweza akamtumia mtu usiyemtarajia kabisa. Wewe jiulize, kama Roho Mtakatifu amewahi kutumia mpaka punda akaongea, anashindwaje kumtumia mwanadamu? Mtu yoyote aliyeumbwa na Mungu usimdharau. Hata kama hawezi kunena kwa lugha kama wewe, usimdharau. Hata kama hawezi kuomba kama wewe, usimdharau. Hata kama hawezi kuhubiri kama wewe, usimdharau. Anaweza tumiwa na Mungu kabisa. Mimi nakwambia usimdharau mtu. Ndio maana ukiwa unakutana na watu wanaongea, jifunze kupambanua sauti, kwamba huyu nisimdharau kwa kuwa tu ni mlevi. Hivi kinachoongea ndani yake ni ulevi au ni Mungu anataka amtumie kunifundisha jambo? Mungu anaweza akamtumia mpaka mlevi akakufundisha jambo. Mungu anatumiaga watu usiozani kabisa kwenye maisha yako. Sijui unanielewa? Ndio maana jifunze kuwa na nidhamu ukikaa na watu, hata kama hawako vile ambavyo ulitaka wawe, lakini kuwa na nidhamu tu. Mungu anaweza akawatumia kuongea na wewe, na wengine wanaweza wakatumika kuokoa maisha yako wewe, kwa sababu Mungu ana watu ili wewe ufike mahali kiuchumi, ufike mahali kwenye maisha. Mungu ana watu wamewaweka duniani. Waulize hao wafanya biashara, hata wanaosali, waulize biashara zao kama wanafanya na wakina Bwana asifiwe. Utakuja kugundua biashara zao wanafanya na watu wengine hata wa kanisa walijui, lakini tena hao watu unakuta ni waaminifu kwao kuliko hata wakina Bwana asifiwe. Unanisikia nachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Unakuta ni waaminifu kwao kuliko hata wakina Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwezi kumpangia. Mungu ana watu. Mungu ana watu. Mungu ameficha hazina za watu wake hata mahali ambapo usingetarajia kwamba wapo. Mungu anao. Ndio maana jifunze kuwa na usikivu wa kiroho. Mungu anaweza akamtumia mtu ambaye hutadhani. Jifunze kuwa na usikivu wa kiroho. Giza ni ulimwengu wa roho. Wewe unachotakiwa ni kutembea na Mungu mwenye nguvu. Aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko wa ulimwengu. Hivi sijui mnanielewa? Lakini wala hayatakuzuru. Kwa nini? Kwa sababu unasikia una usikivu ndani. Wakati wana wa Israeli wameingia Kanaani, wenyeji waliowakuta walikuwa wanamjua Mungu. Mungu aliwaambia tu muwe na tahadhari. Wakiwaita kufanya hiki msifanye, wakiwaita, ila vingine wataishi kama jamii moja. Usiwe mwoga, lakini ujue mipaka ambayo Mungu anakuwekea. Sauti ya Mungu itakurimiti kwamba huyu shirikiana naye, huyu ishia hapa, ushirikiano wenu uishia hapa. Wangapi mmenielewa? Kwa hiyo kuwa na usikivu wa kiroho. Angalia, usikivu wa kiroho maana yake nini? Ni uwezo wa kusikia, kuelewa unachosikia na kutenda sawasawa na ulivyosikia kutoka kwa Mungu. Sasa ukisema mwalimu, mimi sijaandika haraka, na mimi nakwambia muda wangu haunisubiri uandike. Maana ya pili, usikivu wa kiroho. Usikivu wa kiroho maana yake nini? Usikivu wa kiroho ni mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Usikivu wa kiroho ni mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Kinachofanya sauti ya Mungu ikubadilishe sio kusikia peke yake, lakini kutekeleza, kuipokea ile sauti ya Mungu na kutekeleza kile ambacho sauti ya Mungu inasema. Hii unaipata Waebrania 11 mstari wa 8. Lakini usikivu wa kiroho maana ya tatu ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu au za adui, bila kujali kinachosemwa kinaonekana kama kweli. Mwamini Mungu kwa usalama wako. Watumishi ni wanadamu tu kama wanadamu wengine. Usifanye haraka. Tena nawaambiaga kabisa, usiniamini hata mimi. Chunguza hiki ninachokufundisha, soma kwenye Biblia, omba.
Jiridhishe mpaka Roho Mtakatifu akwambie huyu ni mtumishi wangu. Hali iliyoko sasa ni mbaya kuliko inavyoelezwa. Mnanielewa nachosema? Mnanielewa nachosema? Ndio maana unahitaji usikivu wa kiroho. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Mimi nakuombea neema hii kwamba Mungu akupe usikivu wa kiroho. Hautapotea. Jina la Yesu libarikiwe. Wengine hawajanielewa. Nasema nakuombea neema hii, Roho Mtakatifu aamshe ndani yako usikivu wa kiroho, na hautapotea katika jina la Yesu. Nasema tena hautapotea katika jina la Yesu. Nasema tena hautapotea katika jina la Yesu. Nasema tena hautapotea katika jina la Yesu. Jambo la mwisho ambalo Roho Mtakatifu anatumia, ingawa sio la mwisho ila ni la mwisho kwa semina hii, huwa anatumia nguvu zake, ujazo wa nguvu zake. Nguvu zake zina tabia ya kuamsha vitu vilivyolala ndani ya watu. Huwa anatumia ujazo wa nguvu zake, na iwe assignment kwako. Jifunze kuomba Roho Mtakatifu, nijaze nguvu zako. Nguvu zake ni za muhimu. Nguvu zake huwa zinaamsha mpaka akili ya kiungu ndani ya mtu.